Sasa ni saa 12:30 za asubuhi majira ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa ndani ya mkoa wa Kivu Kaskazini. Sambamba na saa 12:30 za asubuhi majira ya huko Fizi Kati, ni ndani ya tarafa la Fizi, mkoa wa Kivu ya Kusini. Mtazamaji na msikilizaji, hii ni BG Online TV ambayo unaendelea kuitegea sikio na kuitazama kwa wakati huu. Tunakutangazia mubashara matangazo haya kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mtazamaji, kama ndo bado kukutana nasi, ni vizuri kusubscribe kwenye chaneli yetu ili uwe na urahisi wa kuendelea kupata habari zetu, vipindi, matukio mengine kwa saa na dakika. Leo ni tariki 10 Machi na tunakaribisha kwa muda huu kufuata habari zetu katika siku ya leo. Tuanze habari zetu na habari huko mkoa wa Kivu Kaskazini. Ni kwamba mapigano yameripotiwa Jumapili asubuhi ndani ya hifadhi ya taifa ya Virunga karibu na mji wa Goma, hali inayosababisha wasiwasi mkubwa miongoni mwa wakazi. Kulingana na vyanzo kadhaa vinavyolingana, milipuko ya silaha nzito na nyepesi imekuwa ikisikika hadi katika baadhi ya mitaa ya mji huo Jumapili ya tariki 8 Machi 2026. Kwa mujibu wa shuhuda uliokusanya eneo la tukio, mapigano hayo yameelekezwa kuwa yamejikita katika eneo linalounganisha Rusayo katika tarafa la Nyiragongo ndani ya hifadhi ya taifa Virunga. Mapigano haya yanaripotiwa kuwahusisha wapiganaji wa vikosi vya wazalendo wanaoshirikiana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo dhidi ya waasi wa M23 wanayosemekana kuungwa mkono na nchi ya Rwanda, kulingana na vyanzo hivyo. Katika mji wa Goma ulioko karibu na eneo la mapigano, wakazi wengi wanasema kufuatilia hali hiyo kwa wasiwasi mkubwa, huku baadhi yao wakichagua kubaki manyumbani kutokana na hali ya kutokuwa na uhakika wa usalama kupitia mapambano hayo ambayo yaliendeshwa katika eneo hilo. Hali ya usalama imeonekana kuwa tulivu siku ya Jumatatu ya tarehe 9 Machi 2026 katika eneo hilo lililoshuhudiwa mapigano siku ya Jumapili, na ambayo ilipelekea raia wengi wa mji wa Goma kuanza shughuli zao kama kawaida siku hiyo ya Jumatatu ya tarehe 9 Machi 2026 bila wasiwasi wowote. Taarifa hizo zimezidi kutaja kwamba hali hiyo iliweza kuripotiwa siku hiyo ya Jumapili kati ya vikosi vya wazalendo dhidi ya waasi wa M23. Matokeo kamili bado kujulikana hadi sasa hivi. Tuangazie pia habari zetu na habari za huko kwenye mkoa wa Ituri. Ni kwamba muungano wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na jeshi la Uganda EPDF ulitangaza Jumatatu ya tarehe 9 Machi 2026 kuwa umeharibu ngome 4 za waasi wa ADF na kuua baadhi ya wapiganaji wao katika kijiji cha Ekulungu tarafani Mambasa katika jimbo la Ituri. Operation hizi za kijeshi zimefanyika kuanzia tarehe 5 hadi tarehe 8 Machi katika eneo la Mugebe, hasa Ekulungu katika tarafa la Mambasa. Kulingana na msimamizi msaidizi wa kijeshi tarafani humo, FARDC pamoja na UPDF waliharibu ngome 4 za waasi hao, ikiwemo ngome kubwa zaidi iliyoitwa Munguso. Katika ngome hizo, wapiganaji kadhaa wa ADF waliuawa wakati wa mashambulizi ya mabomu, ikiwemo maafisa 4 wa kundi hilo. Miongoni mwa waliouawa pia yupo daktari aliyekuwa akimtibu kiongozi wa vita la ADF Musa Baluku, imearifu hivyo duru zetu za habari kutoka eneo hilo. Gala la chakula la waasi hao pia lilichukuliwa na majeshi ya muungano hao pamoja na kamera. Wakati operation hizo, mateka 10 waliokamatwa na waasi hao waliweza kuokolewa. Vyanzo vya eneo hilo wamesema milio ya silaha nzito ilisikika tena Jumatatu asubuhi ya tarehe 9 Machi 2026 katika eneo hilo. Baadhi ya viongozi wa jamii wa kisiasa wa eneo hilo wamearifu operation ya kufuatilia waasi hao ambao kwa miaka mingi wamekuwa wakisababisha majonzi katika eneo hilo inakuwa ni umuhimu mkubwa.
mbunge wa jimbo Gilbert Sivwamwenda ameomba FARDC na UPDF kuelekeza operation za kijeshi katika eneo la Karo ambako waasi hao wanazurura kiolela na kuendelea kuhatarisha usalama wa raia katika maeneo hayo. Takriban wiki mbili zilizopita, naibu mkuu wa majeshi ya FARDC anayesimamia operation na ujasusi alitembelea Mombasa ili kuimarisha tena operation zao za pamoja zinazoitwa Ushujaa kati ya FARDC na jeshi hilo la Uganda katika eneo hilo. Tuangazie pia habari zetu na habari zingine hizi zisemazo kuwa katiba ya nchi ya Kongo inampa kila mwananchi uhuru wa kutoa maoni yake. Siasa ya maslahi isiwe juu ya katiba, ndivyo amesema hayo mchambuzi wa masuala ya kisiasa kusini mwa Kivu ya Kusini, Andre Biadunia Mashaka, ambaye ameongeza kutokuona kosa yote juu ya maneno ya kinara wa chama cha AFDC Seneta Bahati Lukwebo. Mtazamo huo wa Andre Biadunia ameutoa baada ya baadhi ya wafanyasiasa wa Kongo kupokea kwa shingo upande matamshi ya Seneta Bahati Lukwebo kutokuwa tayari kwa kubadilishwa kwa katiba. Andre Biadunia Mashaka anaonesha mtazamo wake. Benye beko wanamlaumu Lukwebo kwamba amesema vibaya, ni benye biko ku pouvoir. Sasa normal pour eux. Wao wanaona kwamba il faut kubakia ku pouvoir, il faut kujeterniser bitu bikwe mzuri bisikwe mzuri, wao wanapasha bakia pale. J'encourage les propos ya Lukwebo, c'est vraiment un pas vers la démocratie. Na parmi les piliers de la démocratie, il y a aussi liberté d'expression, liberté d'opinion. Na yeye sawa élu du peuple, sawa sénateur, alipana opinion yake par rapport na question ya changement au ya révision de la constitution. Alors, benye banaweza kuona vya mubaya mu mapropose yake, ça n'engage que eux-mêmes, mais il s'est exprimé comme élu du peuple, comme citoyen congolais. Mwana naona kwamba peut-être révision de la constitution ou le changement de la constitution, c'est pas le moment, c'est pas opportun, parce que hiyo katiba haikatazi kugomboa mipaka ya nchi irudie kwenye gisi na kuwaka, kurudisha aba enemi bote barudie Rwanda, haikatazi kufunga bebe bako na détourner des millions et des millions de dollars. Ya naona kama changement de constitution, il faut changer ma mentalité ya watu, peut-être ndio naweza kusaidia nchi kujongea mbele. Kama wengine wanaona keno Lukwebo mal agi la alisema mubaya, ça dépend d'eux. Mais bajua kwamba mdemokrasia watu wote hawawezi kuwaza muangle moya. Hawa wanaweza kuwaza hivi, wengine wakawaza hivi. L'essentiel c'est que nchi iendelee mbele na tujue kwamba nous sommes dans un pays purement démocratique. Donc kila mtu anaweza kupana opinion yake. L'essentiel c'est que tujongeze mbele mawazo na nchi jongee mbele. Lukwebo n'a rien fait de mal, hakuna pesha alifanya. Banapaswa kumuona vibaya parce que waliwaza kila mweneko mpouvoir hawezi kuwa na position contraire na ya chef, alors que chef naye wanamuoneshaka kumwambia kwamba hiki kinafanyika hivi. Na hii position ambayo Lukwebo anapana leo haiko yeye peke, iko partager na une partie ya peuple congolais. Iko partager kwa benye habako tayari ku reviser constitution, wanasema constitution haibloke kitu. Constitution iko gisi iko, haiwezi kukataza basijere mzuri, basijenge mabarabara, insécurité siishe, moto tusipate, courant tusipate. Revision ya constitution c'est une façon de se maintenir au pouvoir et que yeye naye sawa vile congolais anaona que non, c'est pas opportun ya kureviser constitution na habawezi kumkataza kurefleshir. Bamwacha refleshir comme congolais na opinion yake tumeikamata comme gisi tumeikamata na kwa biko nyuma ile position. Aiza kuhusu ya wale wanaosema kuwa Rais Felix Tshisekedi anastahili kupewa muhula mwingine kama motisha kwa kazi kubwa ambayo anaendelea kuitenda kwa ajili ya raia wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Andre Biadunia Mashaka ametoa mwangaza kwa swala hilo. Le president wakati aligombea pouvoir alijua kwamba nchi ilikuwa kwenye vita wakati ya mwenzake mwenye aligombola bwana Kabila. Na yeye akaona kwamba huko madefi yenye Kabila alishindwa kureleve, yeye anaweza kuireleve. Maintenant au cours ya manda yake ya pili vita inajitokeza. Vita inaanza ni role yake yeye kama president wa republique kumaliza ile vita bila kumsukuma, hapana, parce que katiba inamwambia wakati alikamata pouvoir arigire sous le drapeau kwamba ni garant wa republique ya Kongo. Na dès lors que garant wa republique ya Kongo anapaswa kutuajia nchi gisa liikuta wakati alikamata pouvoir. Haiko question ma récompense que amemaliza vita ndio tumpatie mandat nyingine ya pili wala ya tatu. C'est pas comme ça. Yeye kama ni demokrate atatia dauphin
na kama mastrategie za kumaliza vita zinamshinda, ameajue kwamba mpaka sasa hivi iko na soutien population pour que vita ishe. Vita takapoisha, kama itasha 2026 kama 2027, mpaka sasa hivi agression ingali, vita haijaisha, paske sange kungali bale babandi kunifo ya mwaeho plateau ya Uvira, Fizi na Mwenga bangali amalize le vita, watu wote pekee watajua nini cha kufanya. Mekusema kipaski alimaliza vita, vita yaisha, vita ingali na hakuna kitu tunaweza kupigia mikono sasa hivi kikilisha fanyika, paske adui angali pale pale. Tunapenda tuone nchi imerudia kwenye mipaka yake ya kawaida yenyewe wakati alikamata pouvoir, njoo gisa liikuta na iache vile vile. Loro kama itakuwa ni kesho ya kusema no president a bien travaillé, ataachilia dauphin, mais il a déjà épuisé ses deux mandats. Mandat yake mbili itaisha 2028, atakuwa obligé kutumika après les deux mandats yake, anatia dauphin. Dauphin batu wataivaliwe kama atakuwa kompeta wala atakuwa kompeta, wanamchagula. Hatuwezi kusema kitu wazi vitu ya marecompense alors que hatuyaona kama vita imeisha. Vita ngali pale pale, mabarabara hatuyaona, maji hakuna, umeme hakuna. On va récompenser par rapport na nini? Wakati alikamata pouvoir alijua kwamba kuko madefi à relever, na hizo madefi tunangoa zireleve, kisha watu wataivaliwe nini cha kufanya. Alors Lukwebo wanaweza kumuona makosa bon inutilement, c'est un citoyen congolais mwenye aliona kwamba il faut se réviser constitution kwanza, se réviser constitution. Mais sioni vraiment kia kuanza kusemea récompense, il faut te récompenser alors que vita yaisha. Tunamwencourager, tuko nyuma yake, nous sommes derrière lui, mais hatusaidie asikwe distrait na wale batambourinaire, bale bapiga ngoma benye wanaenda wanapiga ngoma kila siku, badamuonesha kama alishaweza alors que peuple hayaona kitu mpaka sasa hivi, dès lors que adui angali kumulango. Mtazamaji na msikilizaji mubashara, kupitia hapo ndipo kabisa tumefika mwisho wa habari zetu katika siku ya leo. Tunakushukuru kwa kutufuata mwanzo hadi tamati. Tunakusihi mara tena usikosi kulike, kucomment na kusambazia wengine. Hii ni BG Online TV inayokutangazia matangazo haya kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi ni mchumbe wa mkulima na Fatuma. Endelea kutembelea kwenye chaneli yetu kwa ajili ya habari zenye ukweli na uhakika. Sina la ziada, nasema kwaheri.